Asante. Sasa nianze labda na swala la ngilisho kwamba jiji la Arusha lilikuwa linakusanya kiasi gani kabla ya kwenda kwenye mawakala. Kwa takwimu zilizoko, projection ya makusanyo yetu yalikuwa bilioni 1.8. Sasa tumepeleka kwa mawakala kwa mwaka. Mapato huyo yanakadiriwa kwa mwaka. Kwa hiyo ukitaka kwa mwezi wanagawanya mara 12. Lakini walipofanya zile bidding, makampuni mengi yalijitokeza na alishinda kwa bilioni 4.6. Sasa unaona kutoka bilioni 1.8 mpaka bilioni 4.6, maana kuna ongezeko la karibu bilioni 3, ambako kwa kwetu sisi ni tija. Na mara nyingi tuna discourage serikali kukusanya mapato, sio kwa maana mbaya, sio kwamba serikali sio waaminifu, lakini ukiangalia serikali inatengeneza ajira ambazo hazitoshelezi. Yaani kama hapa jiji tuna upungufu wa wafanyakazi. Sasa kama kuna kazi unaweza kuipeleka private sector ikafanya kwa tija, hatuoni sababu ya kwa nini tusiwape private sector, kwa sababu ajira inatengenezwa serikalini, lakini kumbuka private sector pia inachangia kwa sehemu kubwa sana kutengeneza ajira. Kwa hiyo jambo la kwanza tumeona hilo. Hemedi Haruni Mlapakolo, yeye ni mmoja wa viongozi wa kampuni ya Ricky Plani CO Limited iliyoshinda zabuni ya ukusanyaji wa mapato ya maegesho ya magari jijini Arusha, na hapa anaeleza kwa namna ambavyo wanatekeleza wajibu huo. Sisi hatutobadilisha kiwango cha ukusanyaji, yaani kile kiwango kilichokuwa kinatozwa na halmashauri Desemba hicho sisi tunatoza. Isipokuwa lengo limebadilika, ambalo sisi kama wazabuni tulopewa na halmashauri. Kwa vyovyote lazima tutakuwa na mipango kazi ama mipango mkakati kama vile tulivyowasilisha wakati wa uombaji wa tenda. Mfano, kuna maeneo ya Arusha jiji ambayo Arusha jiji walikuwa hawayafikii, yaani hamna watu ambao wanafanya ushuru. Sisi tutaextend hayo maeneo yote, tutaweka watu ambao watakuwa wanaskani na kulipa. Tulifanya analysis ya kuzunguka maeneo mengi ambayo kiuhalisia hakuna yule mkusanya ushuru. Mfano mdogo naweza nikakutolea mfano ile barabara ya East Africa, kule maeneo yale yote Arusha jiji walikuwa wakusanya, lakini sisi tumepanga kuweka watu ambao wataendelea kukusanya na kuskani. Lakini la pili ni mikakati, kwa sababu tumeona wenzetu nguvu ya kudai madeni kidogo ilikuwa ni ndogo, lakini sisi strategy yetu ya kwanza, maana yake lazima hiyo yote itakayokuwa na deni kuanzia shilingi 30,000 juu lazima ijipe lile deni. Na tumefanya analysis, kuna magari hapo yana madeni mpaka 500,000, 600,000. Kwa tunaamini kabisa kwa kutumia nguvu kazi tulizonazo na strategy tulizonazo tunao uwezo wa kufikia lengo hilo ambalo pengine tumeliweka na halmashauri. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo bado halmashauri ilikuwa hajayatambua, lakini watu wamekuwa wakipaki gari asubuhi wanatoka jioni. Sisi tukatumia strategy za kuzungumza na baadhi ya wamiliki wa hayo maeneo, aidha sio kwa kuskani, lakini kama gari lina deni basi tutaruhusiwa kuingia ndani kwa ajili ya kuweza kulipisha wale watu ambao watakuwa wamepaki magari. Lakini pia tunashukuru kwa sababu kuna baadhi ya maeneo tunakusanya. Kwa mfano Bomang'ombe ambao ni wilaya iko Moshi lakini ipo karibu na Arusha, na pale tuna zabuni inayofanana. Kwa hiyo kupitia strategy ya kule, maana yake tunao uwezo wa kulipisha madeni kwa nguvu yale madeni ambayo yanakuwa generated kutoka Arusha. Utekelezaji wa hayo majukumu sasa, kuna nguvu kazi itaongezeka, na hawa walikopo wanafanya na jiji mtaendelea nao kwa sababu maeneo yanaongezeka, lakini pia kuna hawa walikuwepo, mtaendelea nao au mtakuja na nguvu kazi mpya? Tuna kwa nature hiyo kazi, kwa sababu huwa tunafanya mabadiliko ya siku moja tu kutoka Arusha jiji kuja kwa zabuni. Kwa hiyo sio rahisi sana kusema unaondoa watu wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutafanya sisi tutalisi collector ambao wale waajiriwa na halmashauri, na bahati nzuri hawa collector walikuwa wafanya kazi wetu miaka ya nyuma, kwa hiyo tunawafahamu utendaji wao baadhi yao. Kwa hiyo tutalisi wao, lakini kwa upande wa supervisor kwa maana ya supervision wote tumebadilisha na tumegawa Arusha kwa zone. Kwa hiyo kila zone itakuwa na supervisor
ambaye atakuwa anasimamia operator kwenye kukusanya ushuru. Kwa hiyo hata idadi ya wafanyakazi haiwezi kuwa sawa na iliyo sasa hivi. Okay, na mwisho wa siku katika hili ambalo mnaenda sasa kulifanya, utekelezaji wake unaanza rasmi lini na rai yako ni ipi sasa kwa wakazi wa Arusha? Utekelezaji unaanza kwa sababu leo ndo tuko kwenye registration ya posti. Meneja yetu anapambana kwa ajili ya kuhakikisha tuna shift toka kwenye upande wa jiji kuja upande wetu. So far Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.